Eneo la hifadhi ya Ngorongoro linapatikana kaskazini mwa Tanzania, magharibi mwa mkoa wa Arusha. Eneo hili lina umuhimu mkubwa wa kiikolojia barani Afrika na duniani baada ya kutambuliwa na UNESCO kama eneo la urithi wa dunia. Eneo la hifadhi ya Ngorongoro lina utajiri wa wanyamapori, mandhari ya pekee na ushahidi wa kiikolojia wa mageuzi ya kibinadamu. Kinachofanya Ngorongoro kuwa ya pekee ni kuishi pamoja kwa binadamu na wanyamapori kama eneo la matumizi mengi ya ardhi. Wamasai huchunga mifugo yao katika tambalale za kale za volkano, wakishirikiana ardhi na wanyamapori. Hata hivyo, leo hii mfano huu uliokuwa wa mafanikio unakabiliwa na changamoto kubwa. Kwa kuanza mafanikio ya uhifadhi, mfano huu umefanikiwa kulinda upekee wa eneo hili, hasa katika maeneo yaliyopigwa marufuku, yasiyoruhusiwa kufanyia kazi za shughuli yoyote ya kibinadamu. Uhifadhi umeimarishwa huku utambuzi wa kimataifa wa eneo hili ukiendelea kudumishwa. Eneo la hifadhi ya Ngorongoro limeendelea kuvutia watalii kutoka duniani kote. Ongezeko hili la utalii limechochea mapato na fursa ya ajira, kuanzia waongoza watalii hadi huduma katika malazi na kambi za watalii. Faida kwa jamii ni pamoja na upatikanaji wa maeneo makubwa ya malisho ndani ya Ngorongoro ikilinganishwa na yale yaliyo nje ya eneo la hifadhi. Mila na desturi zinaendelea kuhifadhiwa pamoja na uhifadhi wa elimu kupitia baraza la wafugaji. Hata hivyo, mafanikio haya yamechochea matatizo kadhaa ambayo yanaongezeka kwa kasi. Mwaka 1959, mamlaka ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro ilianzishwa. Wakati huo kulikuwa na takribani watu 8,000. Mwaka 2022, idadi hiyo iliongezeka hadi watu 1,793,000. Kulingana na uhifadhi wa taifa ya takwimu, idadi hiyo inatarajiwa kufikia watu 276,651 ifikapo mwaka 2050 kwa kiwango cha ukuaji wa asilimia 3.6. Hali hii inaongeza shinikizo la matumizi ya ardhi kwa ajili ya makazi, huduma za kijamii na shughuli za kiuchumi, ili hali ardhi haiongezeki. Makazi ya kibinadamu yameongezeka kutoka watu 13,381 mwaka 2019 hadi nyumba 17,734 mwaka 2025. Ongezeko hili ni asilimia 28.8. Hali hii inapunguza malisho kwa mifugo na wanyamapori, hivyo kuongeza shinikizo la matumizi ya ardhi na uharibifu wa mazingira. Pia idadi ya mifugo ndani ya Ngorongoro imeongezeka kutoka mifugo 261,723 mwaka 1960 hadi kufikia mifugo 715,466 mwaka 2022. Idadi hiyo inajumuisha ng'ombe 274,943, mbuzi 201,938, kondoo 226,553 na punda 11,032.
Tathmini inaonyesha kuwa ili kuishi vizuri mwaka 2022, mifugo ilihitaji kilomita za mraba 4579 sawa na asilimia 56.4 ya eneo lote la kilomita za mraba 8122.70. Mahitaji haya yanakadiriwa kuongezeka hadi kilomita za mraba 8464 sawa na asilimia 104 ya eneo lote la hifadhi ya Ngorongoro ifikapo mwaka 2050. Hii ina maana kwamba hata kama wanyamapori na makazi yote ndani ya eneo la hifadhi yataondolewa, bado eneo hilo halitatosha hata kwa mifugo pekee ifikapo mwaka 2050. Hivyo kuna hitaji la lazima la eneo jingine kukidhi mahitaji ya mifugo. Licha ya takwimu kuonyesha kuwa idadi ya mifugo inaongezeka kila siku, uwezo wa kiuchumi na usalama wa chakula unapungua. Kipimo cha umoja wa mifugo ya kitropiki kwa mtu ni sawa na ng'ombe 8 wenye uzito wa kilogramu 250 kila mmoja. Mwaka 2022, kiwango cha mtu mmoja kilikuwa 3.5 ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro na kinakadiriwa kushuka hadi 1.5 kwa mtu ifikapo mwaka 2050. Hii ina maana kwamba jamii wenyeji wanaoishi ndani ya eneo la hifadhi wanahitaji shughuli mbalimbali za kujipatia kipato na usalama wa chakula bila kutegemea ufugaji peke yake. Kwa upande mwingine, tafiti zinaonyesha kuwa baadhi ya wanyamapori kama vile choroa, nyamwera na swala twiga wametoweka kabisa ndani ya kreta ya Ngorongoro. Wanyamapori wengine kama nyumbu wao pia wamepungua kutoka 1600 mwaka 1960 hadi 600 mwaka 2020. Swala tom nao wamepungua kutoka 5000 mwaka 1965 hadi 1500 mwaka 2019, na swala granti pia wamepungua kutoka 1700 mwaka 1965 hadi 400 mwaka 2019. Kupungua au kutoweka kwa wanyamapori hawa kunahusishwa na ongezeko la shughuli za kibinadamu ndani ya eneo la hifadhi. Takwimu zinaonyesha kuwa kuanzia mwaka 2015 hadi 2025, wastani wa watu 7 waliuawa na wanyamapori kila mwaka hadi kufikia jumla ya watu 77, wakiwemo wanafunzi wanaosoma ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Watu 274 wamejeruhiwa na wanyamapori na mifugo 1450 iliuawa na wanyamapori katika kipindi hicho. Uwepo wa magonjwa hatarishi ya kuambukiza, yaani magonjwa ya zooniki kama kimeta na kichaa cha mbwa, unaathiri binadamu, mifugo na wanyamapori kutokana na mwingiliano wa karibu. Mabadiliko ya tabia ya nchi na shughuli za kibinadamu kama uingizaji wa bidhaa, watu na mifugo kutoka nje ya eneo la hifadhi huathiri mazingira yaliyowekwa tangu karne za zamani. Hali hii imesababisha kuenea kwa mimea vamizi na kupunguza maeneo ya malisho, hivyo kuongeza ushindani wa malisho na kusababisha uharibifu wa mazingira.
Miongoni mwa madai ya wananchi ni kutumia eneo lote lililohifadhiwa kwa shughuli za ufugaji, kujenga majengo ya kudumu na kufanya shughuli za kiuchumi ikiwemo kilimo. Madai ambayo yanapingana na sheria zilizopo. Utekelezaji wa Dira ya Maendeleo ya Tanzania ya mwaka 2050 unasisitiza jamii kuwa na makazi bora, maendeleo ya kiuchumi na kijamii, pamoja na ulinzi wa mazingira na kuimarisha huduma za kijamii kama afya, elimu, nishati safi na maji safi na salama. Hii ina maana kwamba jamii ya Ngorongoro inahitaji huduma bora kama umeme wa uhakika, huduma za afya za kisasa, makazi bora, shule, maji na huduma za mifugo nje ya maeneo yanayohifadhiwa. Mustakabali wa Ngorongoro uko katika njia panda. Kila njia tunayochagua ina faida na hasara zake, si kwa uhifadhi pekee, bali pia kwa jamii, utalii na eneo hili la urithi wa dunia. Kuna njia tatu. Kwanza, je, hali ibaki kama ilivyo sasa au wanyamapori waondolewe na kuacha eneo hili kwa ajili ya malisho pekee? Au jamii ihamasishwe pamoja na mifugo yao ili kutoa nafasi kwa uhifadhi na ekolojia ya eneo hili? Hatimaye lazima tuchague njia moja iliyoendelevu. Sasa tuzitazame njia hizi tatu. Njia ya kwanza, kila kitu kibaki kama kilivyo sasa. Kwa ongezeko la watu 1160 na ongezeko la mifugo la 173.4. Bila mabadiliko, ushahidi wa kisayansi unaonyesha kuwa spishi zaidi za wanyamapori zitatoweka kama ilivyotokea kwa shoroko, na wanyama wengine watatoweka. Utalii utaporomoka na eneo la hifadhi ya Ngorongoro litaanguka ifikapo mwaka 2050. Njia ya pili, kuondoa wanyamapori na kuacha eneo hili kwa ajili ya ufugaji pekee. Hii ni njia ya kinadharia inayopendekeza kuondoa wanyamapori ili kutoa nafasi kwa shughuli za kibinadamu. Ingawa inaonekana kuwa rahisi, matokeo yake yatakuwa ya haraka na mabaya. Ekolojia ya Ngorongoro, Serengeti na Masai Mara itapotea kabisa, kwani eneo hili ndipo yalipo mazalia ya nyumbu wahamao, yani the Great Migration. Hadhi ya urithi wa dunia itatoweka na pato la taifa litashuka kwa kasi. Njia ya tatu inaibuka ikilenga uendelevu wa muda mrefu. Njia hii inalenga kuhamisha jamii pamoja na mifugo yao ili kutoa nafasi kwa uhifadhi na ekolojia ya eneo hili. Pia familia zitapata fursa mpya kama umiliki wa ardhi, umeme wa uhakika, maji safi, shule za kisasa, huduma za afya pamoja na shughuli za kiuchumi kama kilimo na biashara. Bila shaka njia hii ni onyeshi na inaonyesha faida endelevu kwa jamii, uhifadhi na utalii. Hata hivyo, tunapaswa kujiuliza, je, ni haki watu waendelee kuishi katika umaskini uliokithiri ndani ya eneo la hifadhi? Hii ni ajabu ya dunia. Ikiwa hakuna hatua itakayochukuliwa, eneo hili la urithi wa dunia litatoweka. Uwepo wa hazina hii ya kiikolojia na maisha ya viumbe wanaoishi humo unategemea sisi wenyewe. Chaguo ni letu: kulinda urithi huu kwa vizazi vya sasa na vijavyo, au msemo wa kale unaosema jamii hukua pale viongozi wanapopanda miti ambayo kivuli chake kitawanufaisha vizazi vijavyo. Mimi ni Evidence Ndayanse.
Itigi TV, furaha yetu tufike pamoja.